Watu wengi wamekuwa wakidhani na wakiishi na kuamini kwamba kisukari kimekuwa kikihusishwa na kurithi kwenye familia. Lakini je, ukweli ni upi? Ni kweli kisukari ni ugonjwa wa kigenetic au ni ugonjwa utokanao na mfumo wa maisha? Ninajua yawezekana umewahi kusikia au umewahi kuambiwa au unaishi maisha hayo ya kwamba bibi aliwahi kuwa na kisukari, baba yangu akaja kuwa na kisukari, lakini mimi nina kisukari. Kwa hiyo kuja kukuta mtoto wako ana kisukari, unaona ni kama vile ni kawaida, lakini kumbe usije ukahitimisha ukakubali kwamba wewe umerithi kisukari kwa sababu tayari kisukari kipo kwako. Kwa kuwa hii ni moja ya hofu kubwa ambayo imepelekea watu kurelax, yani watu kutulia na kuridhika kwamba mimi nina kisukari, lakini kisukari changu nimeambiwa ni cha kurithi kwa sababu babu alikuwa nacho, bibi akawa nacho, mama amekuwa nacho. Lakini kumbe ukweli ni kwamba kuna kisababishi kikubwa zaidi ya hiyo imani. Ni kweli yawezekana kuna kwa namna moja au nyingine uwepo wa kisukari kwenye familia umechangia kigenetically kwa namna moja au nyingine, lakini sio sababu pekee ya kukufanya wewe uishi na kisukari au uzae watoto ambao wana tatizo la kisukari. Leo nataka twende pamoja, tujifunze, tupate uelewa pamoja kwamba je, ni kweli ni genetic au ni lifestyle inayopelekea magonjwa ya kisukari. Iwe ni kisukari cha utotoni, iwe ni kisukari cha ukubwani. Ni nini kinapelekea hali hiyo? Exactly. Mimi ninayekuletea haya au ambaye ninaleta mjadala huu ninaitwa Dr. Praxeda Makanshu, ambaye niko kwenye tasnia hii si chini ya miaka 5, na hakika nimekuwa nikiwatibia watu mbalimbali ambao wamenifanya nije mbele yako tena kwa kujiamini, ili tuweze kufundishana, kushirikishana, kushare, alafu mwisho wa siku tuanze kuondokana na hii jinamizi ambalo linatafuna maisha yetu, linatafuna furaha yetu, linaondoa uhalisia wa maisha yetu kwa sababu tunaishi kwenye kuamini badala ya kuishi kwenye kujua. Ni kwa nini watu wanaamini kwamba kisukari kinarithiwa? Of course, ni kwa sababu kama babu alikuwa nacho, bibi akawa nacho, sijui shangaza akawa nacho, obviously hata mimi nikiwa nacho nitaanza kusema kwamba yawezekana ni ugonjwa wa ukoo, ni ugonjwa wa ambao uko ndani ya DNA ya familia yetu. Lakini kumbe ukweli ni kwamba familia nyingi zenye historia ya ugonjwa huu ukizifuatilia vizuri, ni moja ya changamoto ambayo inasababishwa na mfumo ule ule wa maisha ambao ulipelekea bibi wa bibi akawa na ugonjwa huu, bibi naye kwa sababu alikuwa anaishi maisha yale yale akapata ugonjwa huu, akaja babu naye akapata, baba akapata, mama akapata, mtoto wa shangaza akapata, mtoto wa mjomba anao, na wewe sasa hivi kwenye kwenye familia yako tayari ugonjwa huu umepata kupiga hodi. Lakini kikubwa zaidi hapo ni hofu tu. Kwa sababu kikubwa ambacho unatakiwa wewe kukijua na kukifanya ni lazima uweze kujua kwani kisukari ni nini. Na kwa nini kama kumbe kongosho ndio kiungo ambacho kinapelekea mtu insulin kuzalishwa na ikawa utilized, na mwisho wa siku mtu akawa na sukari ambayo ni balanced kwenye damu yake, lakini pia sukari ambayo inakuwa ni excessive ikaenda kwenye hifadhi alafu mtu akajikuta yuko mzima. Lazima ujiulize kama kongosho yako haizalishi insulini ni kwa nini? Lakini kama inazalisha, kwa nini mwili hauchukui? Ukishayajua haya, utaanza kujua kwamba kumbe vyakula ambavyo vinapelekea kongosho kushindwa kuzalisha au kuzalishwa na mwili ukashindwa kuchukua, ndio vyakula vile vile ambavyo wewe umezaliwa umevikuta, ambavyo umerithi, na sasa unamrithisha mtoto wako, na sasa mtoto wako atamrithisha mjukuu wako, na tunakwenda hivyo. Kwa hiyo kumbe dhana kubwa ni kwamba upotoshaji una uelewa mdogo. Of course sio upotoshaji, ni namna ya uelewa, kwa sababu kama ambavyo magonjwa mengine yanapelekea DNA zetu kuanza kubadilika kwa muda, vile vile na kisukari kuna possibility kubwa ya kuanza kubadilisha mfumo, kwa sababu kama ilikuwa ni kizazi cha babu na babu na babu na babu mpaka leo hii wewe bado unaendelea kula vyakula vile. Kwa hiyo possibility ya vinasaba kubadilika kwa baadhi ya muda fulani ni mkubwa. Lakini je, tuchukulie yule ambaye kweli vinasaba vyake katika familia yake ana historia ya kuwa na ugonjwa wa kisukari, lakini yeye ameamua kata hiyo chain, na kuna huyu ambaye familia yake haina historia ya kisukari lakini hajakata yeye, na yeye anaishi maisha yale. Ni yupi ambaye wewe katika fikra ya kawaida atakuja kujikuta
ameweza kurecover au kuishi na kisukari ambacho hakimtesi. Yule ambaye anaishi maisha ya kama kawaida anapata kisukari japo familia yake haina historia. Kwa hiyo kumbe historia haikupi hatima ya maisha yako. Historia inakupa, tuseme ni kama wake up call, kwamba kama nikiendelea kuishi maisha haya inatakiwa kumbe utambue, lakini pia uchukue hatua, kwa sababu kutambua ni jambo la kwanza, kuchukua hatua ni jambo la pili, alafu kuondoka kwenye kuishi kwenye kuamini badala yake kuishi kwenye kujua. Because ukishajua na ukawa unatenda, wewe tayari umepona, kwa sababu tayari ule mnyororo wa kuishi katika mazingira yale yale, wakula vyakula ambavyo badala ya mwili kuweza kuzalisha sukari yake na kuitumia effectively, utaanza kuvibadilisha, kwa sababu vyakula sahihi vipo ambavyo ukila wala sukari yako haitaweza kuspike kwenda juu kwa haraka, mwili ukashindwa kuiprocess, mara ukashindwa kuitumia. Vyakula hivyo vipo na ni vya kutosha. Ni wewe tu kuamua sasa kuanza kuvijua. Lakini pia hali ya kutokufanya mazoezi. Mazoezi, mwili wetu unahitaji mazoezi kwa namna moja au nyingine. Kama hautafanya mazoezi, manake viungo vyako vitakuwa dormant. Kuwa dormant manake ni viungo kwamba havina ile au visaidii, kwa sababu kila kiungo ndani yako kina muscle. Zile muscle za hicho kiungo ni muhimu sana kwa maana ya kuweza kustretch, kuweza kuconstruct na kuweza kuachia. Sasa kama kiungo kimekaa kama kimekufa, tayari una interact na una distract, unaharibu ule mwendelezo wa kusaidia hicho kiungo kiweze kufanya kazi. Kwa hiyo kumbe ishu ya kwamba tunapata visukari kwa sababu ya kurithi yawezekana, lakini kikubwa zaidi lazima uanze kubadilisha tabia. Yaani kwanza lazima utambue huu ugonjwa katika historia yako. Yaani pata historia kwamba kwetu historia hii ipo. Kama ipo, fuatilia historia ya maisha ya hapo kwenu. Ulaji, unywaji, mazoezi, namna ya kulala, namna ya kupumzika, namna gani ya kuenda stress. Kumbe lazima uangalie kama kwenu ni watu ambao mko hash. Obviously ni watu wengi hatujui. Ukila vyakula ambavyo viko katika hash mode, lazima na wewe utakuja kuwa hash kwa namna moja au nyingine. Ni mtu anaweza asiamini, lakini issue sio kuamini, ni kiasi cha kufanya investigation na wewe ukaweza kurealize kwamba kweli mbona watu ambao wanakula ambao ni vegetarian wengi wako wapole. Tuna mifano hai. Watu ambao ni marastafaris, watu ambao tunawaona kwamba watu ambao hawali vyakula vyenye damu, wengi wako wapole. Na sisi kwa bahati mbaya tunawachukulia kama ni watu fulani ambao ni wajinga, ni watu fulani ambao labda wako hawajiamini, lakini wale wanajiamini sana kwa sababu wana uwezo mkubwa sana wa kujizuia. Kitendo cha kuweza kujizuia katika kila kitu, ni kwenye kula, ni kwenye kunywa, kwenye excessive, because kinachopelekea watu tuwe na sukari nyingi kwenye damu zetu ni kwa sababu tunakula vyakula ambavyo vinapelekea sukari kutokutumika kwa kiwango kikubwa. Matokeo yake sukari yote inabaki kwenye damu, na sukari yote ikibaki kwenye damu, manake mwisho wa siku na kama haijatumika itakuletea wewe madhara, au ni wewe kongosho imeshindwa kuzalisha hiyo insulin, au ni imezalisha lakini seli hazikuchukua, na kama seli hazikuchukua manake viungo vitakosa nguvu. Na kama vile kwa nini haikuzalisha, na wake kuna kitu umekula ambacho kimetengeneza zile mucus na kuzuia uzalishaji wa hiyo insulin. Kwa hiyo kumbe lifestyle na historia ya familia vinakwenda pamoja, lakini kile ambacho kina nguvu zaidi ni lifestyle. Bado una uwezo wa kuzaliwa kwenye familia ambayo ina visukari na bado wewe usije kuwa na kisukari. Kwa upande wa wale watoto ambao wanapata kisukari cha mapema, ni the same, wala uhitaji, kwa sababu nimeshakutana na watoto ambao wazazi wao hawana historia ya sukari, lakini watoto wana kisukari. Miaka 7, miaka 15 amegundulika na kisukari. Ni kwa nini? Alichokuwa anakula mama yake ilikuwa ni sukari. Amemzaa ananyonya sukari. Amemwachisha kunyonya, anampa sukari. Mwili wake umeshindwa, ile sukari imekuwa ni too much. Matokeo yake kongosho yake imeshindwa kuutilize at the maximum, kuzalisha hiyo insulin na mwili kuweza kuextract na mwisho wa siku ili aweze kuwa na sukari ambayo ni manageable. Matokeo yake mtoto akiwa mdogo, na tunaweza tukaona miili ya watoto wetu sasa hivi ukikompea na watu wa zamani, utaona watoto wa sasa hivi wako very obese. Ni nini kinawanenepesha? Nimeona kuna kesi kama 4 hapa ofisini kwangu. Wamekuja watoto ambao tayari waliofika miaka 7, 8 wamegunduka na kisukari, wanachoma insulin. Ni unawauliza wanakula nini? Wazazi wanasema madaktari wamewashauri watoto kwa sababu ni wadogo waendelee kula kila kitu, hawezi kuwaweka kwenye diet.
Imagine anakula kila kitu ambacho kinazalisha sukari nyingi na mara kwa mara, alafu yeye kabla ya kula anachoma insulin, akikaa njaa ikija tena anachoma insulin. Mtoto wa miaka 10 anachoma insulin mara 2 mara 3 kwa siku. Insulin tumesema make mwili umeacha kuvizalisha naturally kwa sababu haina pa kwenda, alafu wewe unazalisha kila siku artificial. Unatarajia huyo mtoto atakuja kwa mtoto wa aina gani baadaye? Ni mtoto ambaye unamjenga katika nini? Kwa hiyo kumbe mwisho wa siku lazima tuendelee kusema una uwezo wa kuzaliwa na kisukari au na kongosho ikiwa chini, lakini uwezo wa kuishi na hali hiyo uko ndani yako wewe. Kwa hiyo mwisho wa siku mtindo wa maisha utakufanya uondokane na hii kero ya huu ugonjwa, kwa maana inawezekana. Ishu sio kwa maana ni familia, ishu sio kwa maana ni ugonjwa usiotibika, ni ugonjwa ambao wewe unahitaji utambue, ubadilike, uanze kujua, uanze kufanya, lakini dhibiti uzito wako, fanya shughuli mbalimbali, fanya mazoezi ya hapa na pale, lakini pia dhibiti msongo wa mawazo, lakini jifunze kuhusu lishe bora. Lishe bora kwa maana ya kwamba ni chakula ambacho kinatakiwa kwenye mwili wako na kinakuwa kinatumika. Mimi niseme mwisho wa siku, anza kujiuliza kisukari kinarithiwa? Jibu ni ndio au hapana. Kwamba ni ndio na hapana, yote ni majibu. Lazima uangalie wewe unaangukia wapi. Lakini je, unakataje huo mnyororo, kwa sababu inawezekana. Na mwisho wa siku uweze kuona kwamba kumbe vinasaba vinachangia kwa uchache sana. Kikubwa ni mfumo gani wa maisha ambao umeurithi, ni mfumo gani wa maisha unaishi, na mwisho wa siku utakubaliana na mimi kwamba kweli kuishi bila magonjwa inawezekana. Unaweza kucomment pale chini. Nitumie message, tujadili, discuss, ili mwisho wa siku tuondokane katika hili jinamizi kwamba ugonjwa huu unanitesa. Hautakiwi kukutesa, unatakiwa kufungua uelewa wako, pokea habari mpya, pokea mafundisho mapya, pokea mafundisho ambayo sio systematic, kwa sababu maisha yetu hayako systematic. Tunakula vingi tusivyovijua, tumeacha tunavyovijua. Ukiacha asili na yenyewe ikakuacha, utaishi kuugua kisukari, na mwisho wa siku utaona asili haikutendei haki. Mimi ninasema kuishi bila magonjwa inawezekana. Subscribe, share, comment, tuendelee kuwasiliana.